Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana Bwana ametenda mambo ya ajabu. Machoni pa mataifa amedhihirisha haki yake. Haleluya. Wapendwa katika Bwana, karibuni katika Dominika ya 5 ya Pasaka. Na masomo ya wiki hii, somo la kwanza linatoka Matendo ya Mitume sura ya 6 aya ya 1 hadi ya 7, na somo letu la pili linatoka waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, ile sura ya 2 mstari wa 4 hadi wa 9, na injili yetu itakuwa inatoka katika Injili ya Yohani sura ya 14 mstari wa 1 hadi wa 12. Wapendwa katika Bwana, tunaona katika somo la kwanza linalotoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume linatuonyesha maisha halisi ya kanisa la mwanzo na namna lilivyokuwa linakuwa katika imani na huduma. Ni somo linalotualika kutafakari misingi muhimu ya maisha ya Kikristo kama vile haki, uaminifu, uongozi wa Roho Mtakatifu, utumishi, maadili mema na nafasi kuu ya neno la Mungu. Kupitia tukio la uchaguzi wa wasaidizi kama vile Stefano, tunaona jinsi kanisa lilivyokuwa sikivu kwa mahitaji ya watu na mahitaji ya wanajamii wa Kristo, na maanisha huku likidumisha sasa misingi ya kiroho. Hivyo basi somo hili linatufundisha namna ya kujenga jumuiya imara inayozingatia haki. Tukiendelea kulipanua zaidi hili somo, tunaona kwamba kuna haki kama ilivyoelezwa katika somo la kwanza. Katika Matendo ya Mitume tunaona kwamba kanisa la mwanzo lilijikita zaidi sasa kulinda haki kwa watu wote, hasa kwa wajane waliokuwa wanapuuzwa. Hii inatufundisha kuwa haki ni msingi wa jumuiya ya Kikristo, ambapo kila mtu anatambuliwa na kuheshimiwa bila ubaguzi. Mkristo anaitwa kusimamia haki katika familia, katika jamii, katika taifa zima, akihakikisha kuwa hakuna anayesahaulika ama kunyanyaswa. Ibada bila haki, wapendwa, kwa Wakristo ni kelele kwa Mwenyezi Mungu. Kama wewe sio mtu wa haki, ibada yako unampigia Mungu makelele tupu. Mungu wetu ni Mungu wa haki, wapendwa. Pia tumeona uaminifu. Uaminifu ni sifa muhimu kwa wale wanaohudumia katika kanisa. Mitume walisisitiza kuchagua watu wenye sifa njema na wale wanaoaminika. Tunaona kwamba hii ina maana kuwa huduma yoyote inahitaji moyo wa uaminifu, uwazi na uadilifu, ili kazi ya Mwenyezi Mungu ifanyike kwa ufasaha na usahihi na kwa heshima. Bila uaminifu, huduma inapoteza maana yake, hasa maana ya kiroho. Pia tumeona katika somo la kwanza linasisitiza juu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye chanzo cha nguvu na hekima katika huduma. Wapendwa, tunamwona Stefano na wenzake walichaguliwa kwa sababu walikuwa wamejawa na Roho Mtakatifu. Inatufundisha kuwa hatuwezi kutoa huduma ipasavyo kwa nguvu zetu sisi wenyewe, bali tunamhitaji huyu Roho Mtakatifu. Wapendwa, pia tunaona somo la kwanza linasisitiza juu ya utumishi. Utumishi ni moyo wa kujitoa kwa ajili ya wengine, si kubaki kujihudumia wewe mwenyewe, unatoka nje ya mahitaji yako binafsi. Tunaona ya kwamba mitume waligawa majukumu ili kuhakikisha kuwa mahitaji ya wanajamii, mahitaji ya watu yanashughulikiwa ipasavyo. Hii inatuonyesha kuwa kanisa ni jumuiya ya watumishi, ambapo kila mmoja anachangia kwa kipawa chake kwa kadri ya uwezo wake. Tunaona utumishi wa kweli haujitafutii sifa pekee, bali unalenga kusaidia na kujenga wengine, hasa wale wanaohitaji. Tunaona pia somo limegusia zaidi juu ya maadili mema. Wale waliochaguliwa walitakiwa kuwa na sifa njema, yaani maadili mema. Hii inaonyesha kuwa maisha ya Mkristo yanapaswa kuakisi imani yake kwa matendo, isibaki tu kwa maneno,
bali ionekane kwa matendo yake. Maadili mema ni kama unyenyekevu, uadilifu na upendo. Huu ni ushuhuda hai wa uwepo wa Mwenyezi Mungu katika maisha ya mtumishi. Tunaona pia somo la kwanza limegusia sana juu ya neno la Mwenyezi Mungu. Mitume waliweka kipaumbele katika sala na neno la Mungu, wakionyesha kuwa ndilo msingi wa maisha ya kanisa. Neno la Mungu si maneno ya kawaida wapendwa, bali ni nguvu inayobadilisha maisha na kutuongoza katika ukweli. Somo linatusihi, linaturudisha au linatulisha kiroho na kutupa mwanga wa kuishi kwa haki. Wapendwa, katika neno la Mungu ndipo tunaona maana kamili ya Mkristo anayelisoma neno na kusikiliza na kuyafata yale ambayo anayasoma ama anayasikia kutoka katika neno la Mungu. Tunaona ya kwamba somo la kwanza limejikita na kutueleza kanisa lilivyokuwa mwanzo hapo. Somo la pili kutoka waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote linatufunulia fumbo la jiwe lililokataliwa na wanadamu, lakini likawa jiwe kuu la pembeni, likimwonyesha Kristo kama msingi sasa imara wa maisha ya imani yetu. Ingawa Kristo alidharauliwa na kuteswa, Mungu alimchagua kuwa nguzo ya wokovu wetu. Jambo linalotufundisha ya kwamba kukataliwa si mwisho wa maisha, bali kunaweza kuwa mwanzo wa mpango mkuu wa Mwenyezi Mungu. Hivyo nasi tunaitwa kuwa mawe yaliyo hai, tukijengwa juu ya Kristo ili kuishi maisha ya utakatifu, ushuhuda na imani thabiti katika jamii. Nipenda kuambia hadithi moja. Kulikuwa na baba mmoja katika kijiji fulani aliyekuwa baba wa imani kabisa katika hicho kijiji, na jina lake alikuwa anaitwa Baba Amani, kwa sababu kila alipokuwa akiongea alikuwa ananena maneno yenye busara kwa utulivu katika nyumba na mioyo ya watu. Basi huyu mzee Amani siku moja alikaa akijua kuwa muda wake wa kuondoka ama wa kuishi duniani ulikuwa umefika, umewadia yani. Baada ya kesi nyingi za watu waliokuwa wanamuonea wivu na hawakumuelewa kwa sababu ya maneno yake ya busara, hawakumpenda wala kusikiliza busara zake za maisha, na baada ya kuelemewa na magonjwa mengi, maadui wake wakawa wanasema ya kwamba alikuwa amemkosea Mwenyezi Mungu. Basi siku moja akawaita watoto wake wote na wajukuu katika nyumba, wakakaa pamoja. Alipoanza kuzungumza, sauti yake ilikuwa ya utulivu, lakini macho yake yalikuwa yamejaa machozi. Akasema, wanangu, muda umefika ambapo hatutaonana tena kwa macho ya kibinadamu hapa duniani. Huu ni wakati wangu wa kuondoka duniani. Maneno hayo yaliingia kama mishale ndani ya mioyo ya watoto wake na wajukuu. Nyumba ikawa imejawa na ukimya mzito, huzuni. Wengine wakaanza kulia, wengine wakashika mikono yao kwa hofu kubwa. Huzuni iliwajaa kana kwamba dunia yao ilikuwa inaanguka. Waliogopa maisha bila baba yao. Wakaanza kujiuliza, tutakuwa nani bila baba? Nani atatuongoza tena? Tutajivunia nani tena katika maisha yetu? Lakini wengine tayari walikata tamaa na walitaka kujua mambo ya urithi wa mali ya baba yao, wakisema, nani atachukua hiki? Nani atachukua kile? Nani sasa atakuwa msimamizi wa kila kitu baada ya baba kuondoka? Lakini tunaona katikati ya taharuki hiyo, yule mzee aliinua mkono na kusema kwa upole tena, msihofu wala msikate tamaa. Akawasihi waishi maisha ya haki, upendo wao kwa wao na upendo kwa jirani zao, na waishi maisha ya uaminifu na uadilifu, akisema, msifate tamaa za dunia hii, kumbukeni agano la Mungu, muishi kwa kadiri ya mapenzi yake Muumba wetu, na kila siku msamehane, mpendane kama mimi nilivyowapenda.
Kisha akainua macho yake juu na kusema, mkiyashika haya yote ambayo nimewaambia, nitakuwa pamoja nanyi hata nisipokuwa nanyi kimwili. Huzuni ilikuwa imeshika moto sasa, vilio na maswali mengi ya itakuwaje, nini maana ya maisha sasa vikiendelea. Baada ya muda mfupi, Baba Amani akawa amefariki dunia. Wapendwa katika Bwana, katika Injili ya Yohani ya wiki hii tunakutana na maneno ya mpendwa wetu Yesu Kristu akiwaaga wapendwa wake kwa maneno ya faraja na amani, akisema, msifadhaike mioyoni mwenu. Yesu anaondoa wanafunzi wake hofu na kuwapa amani ya ndani katikati ya huzuni ya kuagana, akionyesha kuwa kuondoka kwake si mwisho wa upendo, bali ni utulivu wa moyo na uwepo mpya wa kiroho. Pia akiwaambia wito wa amani, Yesu akawaambia, mwamini Mungu na niaminini mimi. Aliwaalika wanafunzi wake kumwamini Mungu na yeye bila mashaka, akisisitiza kuwa imani ndiyo msingi wa maisha ya Kikristo bila hofu ya kesho. Yesu alitoa ahadi ya uzima wa milele akisema, ninaenda kuandalia mahali. Yesu alithibitisha kuwa maisha haya si mwisho, bali kuna makao ya milele kwa wale tu wanaomwamini Kristo, jambo linaloleta faraja katika changamoto za dunia. Akiendelea kusema, nitakuja tena niwakaribishe. Wapendwa katika Kristo, tunaona kwamba kuagana kwake ni ahadi ya kurudi na kuwachukua tena hawa wapendwa wake. Hivyo Mkristo anaishi kwa tumaini la kukutana tena na Yesu. Yesu akisema, niendako mwaijua njia. Yesu anaonyesha kuwa njia ya kumfikia Baba tayari ipo kupitia yeye Kristo. Ingawa wanafunzi bado wanaweza kuwa na mashaka ya kiimani, lakini Kristo ndiye njia pekee. Alisema, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Yesu alijitambulisha kama njia ya pekee ya wokovu, ukweli unaongoza maisha na uzima wa milele. Hata hivyo, kuagana au maneno ya kwaheri ni sehemu ya kawaida ya maisha ya mwanadamu, lakini mara nyingi huwa yanaleta huzuni na hofu. Yesu anawaaga wanafunzi wake kwa upendo na utulivu, akionyesha ya kuwa kuondoka kwake ni mabadiliko ya uwepo, si mwisho wa uhusiano. Pia akionyesha matumaini. Yesu anatoa tumaini la uzima wa milele kwa kusema kuwa anaenda kuandalia mahali. Hii inatufundisha kuwa maisha haya ni safari ya matumaini, si mwisho wa kila kitu, bali mwanzo wa maisha ya milele. Yesu anawaachia wanafunzi wake wosia wa kiroho: kuishi kwa imani, kushiriki mafundisho yake na kudumisha maadili ya upendo, utii na haki. Huu ni urithi wa maisha ya Kikristo kwa vizazi vyote. Wapendwa katika Bwana, tunaona ya kwamba Yesu anawaalika kupokea wosia wake wa imani na uaminifu, lakini tunaona Tomaso akionyesha mashaka na Filipo naye akitaka kujua ishara zaidi. Inaakisi hali ya Wakristo wa leo wanao yumba kiimani hata baada ya sakramenti na mafundisho ya kanisa. Wapendwa, katika Jumapili hii maneno yale Yesu aliwaachia wapendwa wake katika Injili tunaona kwamba yanazungumzwa pia kwetu katika wiki hii. Msifadhaike mioyoni mwenu, mwamini Mungu, niaminini mimi. Lakini swali la kutafakari ni heri kwamba wangapi wetu leo hii tuko kama Tomaso? Tomaso ni mfano wa Mkristo mwenye mashaka, ambaye hata baada ya kusikia mafundisho ya Kristo bado anasema, Bwana, hatujui uendako, twawezaje kuijua njia? Hii inatufundisha kuwa hata baada ya kubatizwa na kupokea sakramenti, wengi wetu bado tunatembea kwa wasiwasi wa kiimani. Tunajua mafundisho lakini hatuyashiki kikamilifu katika maisha yetu ya kila siku, kana kwamba bado hatuijui njia ya Kristo. Vivyo hivyo, wangapi wetu ni kama Filipo? Filipo anataka kuona ishara.
Bwana tuonyeshe Baba, yatosha. Hii inaakisi Mkristo wa leo anayemfuata Kristo lakini bado anatafuta uthibitisho wa haraka, miujiza ya moja kwa moja ama majibu rahisi bila kuingia katika imani ya kina. Wakati mwingine tunabaki wafuasi wa Filipo wa nyakati hizi, tukitafuta kuona kabla ya kuamini. Wapendwa, Yesu anatualika katika Jumapili hii tujitazame kwa ndani zaidi. Je, mimi ni Tomaso wa mashaka ama mimi ni Filipo wa kutaka ishara? Au ninaanza kuwa mwanafunzi wa kweli anayemwamini Kristo kama njia ya kweli na uzima? Imani ya Kristo inatuita kutoka katika mashaka na utafutaji wa ishara kwenda katika kumtumainia Kristo kikamilifu katika kila hatua ya maisha yetu. Hivyo basi, Jumapili hii wapendwa, ni Jumapili ambayo mada yetu kuu ingekuwa nzuri zaidi kuitafakari juu ya kusema kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Yesu ndiye njia, kweli na uzima wa milele. Nami nipende kuwatakia Jumapili njema na yenye baraka. Tumsifu Yesu Kristo. Do not be afraid, do not be afraid.